Maisha ya kiongozi wa kweli mara nyingi huonekana katika matendo yake kuliko maneno yake. Ndani ya simulizi ya huduma, matumaini na kujitoa kwa jamii, jina la Joanna Ng'eno linabakia kuwa kumbukumbu ya uongozi uliogusa maisha ya wengi, kuanzia vijijini Narok hadi katika majukwaa ya juu ya uamuzi wa kitaifa. Joanna Ng'eno alizaliwa tarehe 12 Disemba mwaka 1972 katika kijiji cha Mogondo, kaunti ya Narok, na kuanza masomo yake katika shule ya msingi ya Mogondo kabla ya kujiunga na shule ya upili ya Maseno. Kwamba mimi si hata kwa familia yangu, nafikiria kwa familia yangu kwanza ni mimi peke yangu na dadangu ambaye aliaga ndio tulipata nafasi ya kusoma. Lakini dadangu alifika kiwango cha college, akasomea walimu na akamalizia hapo. Mimi mwenyewe nilisoma. Kutokana na ari yake ya kuendelea kielimu, mwaka 2003 alielekea nchini Ukraine ambako alijiunga na chuo kikuu cha Kyiv na kuhitimu na shahada ya sanaa katika sheria za kimataifa mwaka 2006, yani Bachelor of Arts in International Law. Akiwa na msingi imara katika masuala ya sheria za kimataifa, aliendelea na masomo yake ya sheria nchini Kenya katika chuo kikuu cha Mount Kenya kuanzia mwaka 2011 hadi 2013 na kupata shahada ya sheria LLB. Vilevile alipanua upeo wake katika masuala ya kimataifa na kusomea shahada za uzamili katika chuo kikuu cha Nairobi kati ya mwaka 2010 hadi 2012. Uzoefu wa changamoto za jamii ulimjenga kuwa mtu aliyetumainia kuleta mabadiliko, na safari yake ya elimu inaonyesha juhudi, uthabiti na dhamira ya kujiboresha kitaaluma katika nyanja ya sheria na masuala ya kimataifa. Hivyo, mwaka 2025 aliapishwa rasmi kuwa wakili wa mahakama kuu, hatua iliyotimiza azma yake ya muda mrefu kitaaluma. Kabla ya kuingia kwenye siasa, Ng'eno alihudumu kama mkurugenzi katika shirika la maendeleo ya kilimo Agricultural Development Corporation kati ya mwaka 2008 na 2012. Uongozi wake katika taasisi hiyo ulimpa uzoefu wa usimamizi wa uongozi uliomsaidia baadaye katika majukumu ya kisiasa. Ng'eno alijitokeza kama sauti ya wananchi wa Emuru Dikirr, akijikita katika kuimarisha maendeleo, kupanua fursa za elimu na kutetea haki za wananchi. Aidha, mwaka 2007 aliwania kiti cha mbunge katika maeneo bunge ya Kilgoris na kupoteza, na baada ya matangazo Ng'eno alipinga matokeo na maandamano ya kazuka, hii ikiwa mojawapo ya njia zilizomkaribisha shujaa huyu kwenye ulingo wa siasa. Hatua yake kubwa ya siasa ilionekana mwaka 2013 aliposhinda kiti cha ubunge katika maeneo bunge ya Emuru Dikirr kama mbunge wa maeneo hayo, na kuchaguliwa tena kwa mara ya pili na mara ya tatu mwaka 2017 na uchaguzi mkuu wa mwaka 2022 mtawalia kama mbunge wa Emuru Dikirr, na hapo ndipo nyota yake ya siasa iliendelea kung'aa. Alipokuwa akihudumu kama mkurugenzi katika shirika la maendeleo ya kilimo, Ng'eno alipata uzoefu ambao ulimpa msingi wa kuelewa miradi ya maendeleo na mahitaji ya wananchi. Kwa masikitiko makubwa, safari ya mbunge huyu ilikatizwa ghafla mnamo tarehe 28 Februari mwaka 2026 baada ya ndege aina ya helikopta aliyokuwa akisafiria ilipoanguka katika eneo la Mosop, kaunti ya Nandi, na kuua watu wote 6 waliokuwa wameabiri ndege hiyo. Siku chache kabla ya kifo chake, Ng'eno aliendelea na ratiba yake ya kuwahudumia wananchi kwa kugawa ufadhili wa masomo kwa wanafunzi wa Ilekorin, akisisitiza elimu kama nguzo ya maendeleo.
Kabla ya ajali hiyo, Ng'eno alikuwa ameshiriki picha na video akiwa ndani ya helikopta hiyo akielekea katika eneo la Mto Mara ambako alishiriki pamoja na familia na vikosi vya uokoaji katika jitihada za kuwatafuta vijana wawili waliokuwa wamesombwa na mafuriko. Ulisema naposhindwa nikuite, hivi leo nakuita nisikie. Katika mijadala ya kitaifa, Ng'eno atakumbukwa kama kiongozi aliyetetea ushiriki wa vijana katika ujenzi wa mustakabali wa nchi, akiamini kuwa maendeleo ya kweli yanahitaji sauti za vizazi vyote. Kwa wakazi wa Embu Dikirr, kumbukumbu yake haitabaki tu katika rekodi za kisiasa, bali miongoni mwa watu aliowagusa. Wengi walimwona si tu mwanasiasa wa kawaida, bali mwongoza njia, msuluhishi na mtetezi wa haki. If I die, if you kill me today, I will be remembered for over 200 years. So, but you? Urithi wake utaendelea kuishi katika hadhi za maendeleo, katika ndoto za vijana aliowainua na katika mioyo ya wale waliomuona kama tumaini lao. Hii ndio simulizi fupi ya maisha ya mbunge wa Embu Dikirr Johana Ng'eno Kipyegon. Mungu aifariji familia yake na wote waliopoteza maisha yao, na Mungu akailaze roho yao mahali pema palipo na wema. Safari njema, until